Jitihada za kukuza na kuendeleza mchezo wa soka la ufukweni nchini, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kwa kushirikiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limehitimisha rasmi mafunzo ya siku 10 ya ukocha na uchezaji wa mchezo huo. Mafunzo hayo yalifanyika katika kikosi cha jeshi 836 KJ Mbweni JKT jijini Dar es Salaam na kufungwa rasmi leo Machi 14, 2025. Mgeni rasmi wa hafla hiyo ya ufungaji wa mafunzo hayo, mkurugenzi wa rasilimali watu jeshini Brigadia Jenerali Simon Pigapiga, akimwakilisha mkuu wa tawi la utumishi jeshini Meja Jenerali Malko Elisha Gaguti, amepongeza juhudi za TFF kwa kutambua mchango wa JWTZ katika kukuza soka la ufukweni. Kwa upande wetu kama Jeshi la Wananchi wa Tanzania, tutaendelea kushirikiana na TFF pamoja na wadau mbalimbali kuhakikisha mchezo huu unapata msukumo na maendeleo zaidi. Tutatoa ushirikiano kwa kadiri itakavyowezekana pale itakavyohitajika ili kuendeleza kuweka mazingira bora ya mchezo huu wa soka la ufukweni. Lakini pia niendelee kuwapongeza kwa kumleta huyu mkufunzi ambaye ni mchezaji, ni kocha mchezaji kutoka kule mbali Morocco naambiwa, lakini wameona ni bora afike mahali hapa aweze kuilea au kuinoa timu hii. Rais wa TFF na mjumbe wa kamati ya utendaji CAF Wallace Karia alisema kuwa ushirikiano kati ya TFF na JWTZ utasaidia kukuza soka la ufukweni na kuinua viwango vya mchezo huo. Alibainisha kuwa mataifa yanayoongoza katika soka la ufukweni duniani yana ushirikiano wa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama, hali inayoleta maendeleo makubwa katika mchezo huo. Tuko vizuri kwenye beach soccer, lakini ni imani yetu sisi kama shirikisho, kama jeshi litaingia, tutafanya vizuri zaidi. Katika utafiti tuliofanya, tumegundua wenzetu wengi wanatumia askari wa jeshi. Kwa hiyo ndio maana hata tukawiwa kumuomba mkuu wa majeshi kwamba sisi tunaomba tushirikiane na jeshi. Kamanda wa kikosi cha jeshi 836 KJ Luteni Kanali Javan Bwai alipongeza hatua hiyo, akieleza kuwa ni maendeleo muhimu kwa sekta ya michezo jeshini. Luteni Kanali Bwai alisema kuwa JWTZ imeendelea kusaidia ukuaji wa michezo si jeshini tu, bali pia kwa maendeleo ya michezo nchini kwa ujumla. Kauli yake iliungwa mkono na Luteni Kanali Penina Igwe, mwakilishi wa mkurugenzi wa michezo jeshini, aliyesisitiza kuwa jeshi lina dhamira ya kuendeleza michezo ndani na nje ya JWTZ. Kama kurugenzi, tuwatoe shaka na kuwapa imani ndugu zetu wa TFF, washiriki wa kozi na wadau wa michezo mliopo kuwa mchezo huu utaanzishwa na utasimamiwa kwa kina na kuhakikisha tunatimiza maelekezo ya afande mkuu wa majeshi aliyoyatoa katika mkutano wa pamoja na rais wa TFF mwaka jana 2024 wakati wa kukabidhi mipira ya vijana. Kwa upande wake, makamu wa rais wa kamati ya Olympic Tanzania Henry Tandau alisema kuwa soka la ufukweni linakuwa kwa kasi na Tanzania inashika nafasi ya 6 barani Afrika na nafasi ya 39 duniani katika viwango vya mchezo huo. Mchezo ya ufukweni kwa ujumla wake sasa hivi duniani inachukua kasi. Inachukua kasi kwa sababu inaonekana hata investment yake si kubwa sana kama ile ya kawaida. Kwa hiyo na inakuwa na mvuto kwa sababu michezo ya ufukweni pamoja ni mashindano, lakini pia ni entertainment, wanasema inaburudisha. Kwa hiyo pia inavuta watu wengi kwa gharama ndogo. Nishukuru pia, labda watu hawajui kwamba ranking yetu ya mpira wa ufukweni kwa Afrika iko juu. Nafikiri tuko kama sio wa 6, kitu kama hivi. Jaruf Rajab, mkufunzi wa mafunzo haya na kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka la ufukweni, amesema kuwa hatua hii ni muhimu kwa taifa katika kupanua wigo wa mchezo huu hapa nchini pamoja na kutengeneza fursa kwa wachezaji wenyewe, kwani soka la ufukweni kwa sasa ni fursa ya kimataifa. Matazamio yetu beach soccer ni maisha kwa sasa. Kwa wenzetu ambao wameshatutangulia, kila siku tunazungumza kwamba wao wamechagua beach soccer kuwa sehemu yao ya maisha. Kwa hiyo na sisi kama Tanzania tumeshaiona hiyo fursa kupitia performance yetu ya timu ya taifa, kupitia mafanikio ya baadhi ya wachezaji. Kwa mfano sasa tunacheza professional,
tuna professional league ambayo tuna mchezaji anatuwakilisha nchini Morocco. Baadhi ya wahitimu walioshiriki mafunzo hayo akiwemo Luteni Deogratias Pima na Sergeant Fridiana Daudi walionyesha furaha yao na kueleza kuwa wako tayari kutumia mafunzo hayo kuendeleza mchezo huo katika vikosi mbalimbali vya jeshi. Mafunzo haya sisi tumepokea kama chachu mojawapo ya kuweza kusaidia kukuza mchezo huu wa soka la ufukweni. Kimsingi tumepokea mafunzo haya kama kundi la kwanza. Maana yake ni mchezo ambao sasa umekuja sasa jeshini, ambapo tuna jukumu kubwa sana la kufanya mchezo huu ukue. Hii kwetu sisi ina maana kubwa sana. Kwa sababu naamini kabisa tutapata wachezaji wengi na wazuri. Sisi huwa tuna recruit wachezaji wadogo mpaka wakubwa. Kwa hiyo sisi tumepokea vizuri mafunzo na tutafanyia kazi. Hatua hii inaonyesha dhamira na juhudi za dhati za JWTZ katika kukuza michezo nchini, kwani timu za JWTZ hushiriki katika mashindano ya kitaifa na kimataifa zikiwemo za mpira wa miguu, mpira wa mikono, mpira wa wavu, mpira wa kikapu, riadha, ngumi na magongo, ikiwa pia ni mwanachama wa mashirikisho ya michezo ya majeshi katika kanda na duniani, ikiwemo shirikisho la michezo ya majeshi ya dunia CISM. Nyamguma Mahmud, Dosti Habari.